Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Habari kubwa ya kimichezo ambayo tunakwenda kuiangaza mezani siku ya leo ni kuhusiana na kile ambacho kimeweza kujiri ndani ya klabu ya soka ya Simba Sports Club mara baada ya dirisha kubwa la usajili kufunguliwa tarehe 6 ya mwezi wa 7 mwaka 2026, ambapo klabu ya soka ya Simba wamepanga kufanya mambo makubwa kuelekea katika msimu mpya wa ligi ya mabingwa sambamba na michuano mikubwa ya ligi kuu ya NBC na vikombe vingine vya ndani kama kombe la CRDB Bank Federation Cup, fainali ya ngao ya jamii dhidi ya Yanga Sports Club. Hatimaye siku ya leo klabu ya soka ya Simba wameanza kuonyesha zile silaha zao ambazo wameweza kuzisajili kuelekea msimu mpya kwa mapendekezo ya kocha mkuu. Hapa tukienda kumuongelea Steve Barker ambaye ndiye mastermind ndani ya kikosi cha wekundu Msimbazi. Sasa fahamu, siku ya leo klabu ya soka ya Simba wameweza kukamilisha usajili wa mchezaji Kelvin Nashon akiwa ni raia wa Tanzania. Kelvin Nashon ni nani? Kelvin Nashon ni mchezaji ambaye anacheza katika eneo la kiungo namba 6, ambapo Simba wameweza kuchukua mchezaji huyu kwa sababu ya kwenda kusaidiana na mchezaji Yusuf Ali Kagoma ambaye yupo katika eneo la kiungo la klabu ya soka ya Simba. Kelvin Nashon mwenye umri wa miaka 25, tunaona kabisa ni Mtanzania halisi ambaye amezaliwa tarehe 2 Agosti mwaka 2000, ambapo tunashuhudia alianza kucheza soka lake la kulipwa kunako klabu ya soka ya Alliance. Vile vile amewahi kupita timu ya taifa chini ya umri wa miaka 17 ambayo ile kufanya vizuri ndani ya Tanzania, ambapo ilienda kushiriki hadi michuano mikubwa ya AFCON. Kwa mara ya kwanza tulishuhudia timu ndogo zienda kushiriki, lakini mara baada hapo tunaona aliamua kujiunga na klabu ya soka ya Ihefu na akaweza kuipambania Ihefu ya pale iliyokuwa inatokea katika mkoa wa Mbeya. Na mara baada ya kuchezea Ihefu tunaona mwaka 2025 alijiunga na Pamba, na mwaka 2026 tunaona alikuwa akikipiga katika klabu ya soka ya Singida Black Stars, na baada ya kukipiga katika klabu ya soka ya Singida na hatimaye akaweza tena kurejea katika klabu ya soka ya Pamba Jiji, ambapo msimu uliomalizika ameitumikia klabu hiyo ya soka ya Pamba Jiji. Mchezaji anaofahamika kwa jina la Kelvin Nashon anasifika kwa utulivu wake katika lile dimba la chini, yani katika eneo la kiungo namba 6. Ni mzuri kwenye kukaba, mzuri kwenye kumaki, ambapo timu inapokuwa inashambuliwa basi moja kwa moja ni mzuri kwenye kunusa hatari. Tunashuhudia msimu uliomalizika Simba Sports Club walikuwa chini ya Yusuf Ali Kagoma katika eneo la kiungo namba 6. Kwa hiyo kwa sasa kuongezeka kwa Kelvin Nashon kutaweza kumfanya mchezaji Yusuf Ali Kagoma kuto kutumika mara kwa mara. Kwa usajili mzuri ambao Simba wameweza kufanya, ambapo ukiangalia taarifa ambayo Simba wameweza kutoa siku ya leo inathibitisha huu ndio usajili wao wa kwanza akiwa ni mchezaji mzawa kwa sababu ya mapendekezo ya kocha Steve Barker. Taarifa inasemaje? Inasema hivi: karibu Kelvin Nashon. Tumefanikiwa kupata saini ya kiungo mkabaji Kelvin Nashon kutoka Pamba Jiji ya Mwanza kwa mkataba wa miaka 2. Kwa hiyo tunaona Simba Sports Club ameweza kuthibitisha rasmi kwamba mchezaji huyu ameweza kusainiwa na mkataba ambao umesaini ni mkataba wa miaka 2. Kwa hiyo ataitumikia Simba msimu wa mwaka 2026 27 28, na hii itakuwa ni mara ya kwanza kwa mchezaji huyu kwenda kushiriki ligi ya mabingwa, kwa sababu ikumbukwe Simba wanakwenda kushiriki ligi ya mabingwa, na ni mchezaji ambaye ana uzoefu kwa sababu amekucheza kombe la shirikisho akiwa na Singida Black Stars. Kwa hiyo tunaona ni mchezaji mzuri ambaye kwa hapa Simba wamelamba dume kutokana na uwezo wake ambao alikuwa na uwanjani wa kuweza kukaba. Bwana, tuambie ndio la comment mara baada ya Simba kumtambulisha Kelvin Nashon akiwa ni mchezaji wa kwanza kufungua usajili wa klabu ya soka Simba. Tuambie usajili huu katika 100% unakubali kwa 1% ngapi? Kwa shuka hapo chini kwenye comments kadondoshe maoni kama kawaida, na sisi tutakuja kuyasoma maoni yako.